Bunge la wawakilishi la Marekani limepitisha azimio la kujaribu kumzuia Rais Donald Trump kuchukua hatua zaidi za kijeshi dhidi ya Iran, katika hatua inayotafsiriwa kama ishara ya kuongezeka kwa mgawanyiko wa kisiasa kuhusu mzozo unaoendelea kati ya Washington na Tehran. Hatua hiyo imeibua mjadala mkali kuhusu mamlaka ya rais kuanzisha au kupanua operesheni za kijeshi bila idhini kamili ya bunge, huku baadhi ya wabunge wakionya kuwa Marekani inaweza kujikuta ikiingia katika vita virefu na vya gharama kubwa Mashariki ya Kati. Azimio hilo lilipitishwa kwa kura 215 dhidi ya kura 208 baada ya wabunge wanne wa chama cha Republican, chama anachotoka Trump, kuungana na wabunge wa Democratic katika hatua adimu ya kumpinga hadharani rais wao kuhusu sera ya kijeshi dhidi ya Iran. Wabunge hao wa Republican waliunga mkono azimio hilo ni Thomas Massie, Brian, Tom Barrett na Warren Davidson, ambao walionyesha wasiwasi wao kuhusu mwelekeo wa vita hivyo na mamlaka ya rais kutumia jeshi bila kibali rasmi cha bunge. Kupitishwa kwa azimio hilo kunatajwa kuwa ujumbe mzito wa kisiasa katika ikulu ya White House, hasa wakati ambapo Marekani na Irani zimeendelea kushambuliana licha ya uwepo wa juhudi za kidiplomasia za kusitisha mapigano. Wabunge walioiunga mkono hatua hiyo wanasema Marekani inapaswa kuwa makini ili isijikute katika mzozo mwingine mkubwa wa muda mrefu katika eneo la Mashariki ya Kati ambalo tayari limeathiriwa kwa miaka mingi na vita, misukosuko ya kisiasa na ushindani wa kijeshi. Mbunge wa Republican Tom Barrett alieleza kura yake haikutokana na siasa za chama, bali iliongozwa na dhamira yake pamoja na tafsiri yake ya katiba ya Marekani. Barrett alisema jukumu la kutangaza vita ni la bunge pekee na kwamba marais hawapaswi kupanua vita bila ushirikishwaji wa wabunge waliochaguliwa na wananchi. Kauli yake imeonekana kuakisi hofu ya baadhi ya wabunge wa Republican wanaoamini kuwa nguvu nyingi za kijeshi zimekuwa zikielekezwa kwa rais bila udhibiti wa kutosha wa kikatiba. Kwa upande wa Democratic, mbunge Gregory Meeks alieleza kura hiyo kama pigo kubwa kwa Trump, akisema kuwa vita dhidi ya Iran haijafanikisha malengo yaliyotangazwa na utawala wake. Meeks alisema operesheni hizo zimegharimu fedha nyingi, zimeongeza hatari ya usalama wa kikanda na kufanya mazungumzo ya kidiplomasia kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani kuwa magumu zaidi. Kwa mujibu wake, kuendelea kwa mapigano kunaweza kuzidisha mvutano wa kimataifa na kuathiri ushirikiano wa Marekani na washirika wake. Max pia alisisitiza kuwa baadhi ya Republican wanaanza kusikiliza sauti za wapiga kura wao ambao wanapinga vita vingine vya muda mrefu Mashariki ya Kati. Kwa miaka ya hivi karibuni, wananchi wengi wa Marekani wamekuwa wakionyesha uchovu wa kuhusika kwa nchi yao katika migogoro ya kijeshi nje, hasa baada ya uzoefu wa vita vya Afghanistan na Iraq ambavyo vilidumu kwa muda mrefu na kugharimu maisha pamoja na mabilioni ya dola. Hata hivyo, licha mafanikio hayo katika bunge la wawakilishi, azimio hilo bado linakabiliwa na kikwazo kikubwa kabla ya kuwa sheria. Hatua inayofuata ni kupigiwa kura katika bunge la Senate ambalo kwa sasa linadhibitiwa na Republican, jambo linalofanya uwezekano wa kupitishwa kuwa mgumu zaidi. Wachambuzi wa siasa za Marekani wanaamini kuwa wabunge wengi wa Republican katika Senate wanaweza kuendelea kumuunga mkono Trump kutokana na ushawishi wake mkubwa ndani ya chama hicho. Aidha, hata kama azimio hilo litafanikiwa kupitishwa na Senate, Rais Trump bado ana uwezo wa kutumia mamlaka yake ya kura ya veto kulizuia kuwa sheria rasmi. Ili veto hiyo ibatilishwe, itahitajika theluthi mbili ya kura kati ya mabunge yote mawili, bunge la wawakilishi na Senate, hali ambayo inaonekana kuwa changamoto kubwa kisiasa kutokana na mgawanyiko wa kisiasa uliopo nchini humo. Wakati huo huo, hali ya usalama kati ya Marekani na Irani imeendelea kuwa tete licha ya taarifa za makubaliano ya kusitisha mapigano. Katika siku za hivi karibuni, pande zote mbili zimeripotiwa kuendelea kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi, hali inayozua hofu kuwa mapigano yanaweza kurejea kwa kiasi kikubwa ikiwa juhudi za mazungumzo hazitazaa matunda.
Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.